Sisi kama viongozi wa dini, kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ambayo imefanya mchakato na juzi imemaliza. Na Watanzania toka zitokea zile vurugu za Oktoba 29, Watanzania walikuwa wanasubiri nini Mheshimiwa Rais atakifanya. Mheshimiwa Rais kwa busara zake, kwa mapenzi makubwa ambayo anawapenda Watanzania, ilibidi aiunde tume maalum ikiongozwa na Jaji mstaafu Mheshimiwa Chande. Tume ile imefanya kazi zake kwa uweledi mkubwa, kwa umakini mkubwa. Ukisikiliza ile ripoti, imegusa kimataifa, imegusa Afrika, lakini kadhalika imegusa Tanzania. Ni ripoti ambayo imesheheni mambo ambayo sisi wa Tanzania hatupaswi tena kuwa na wasiwasi na ripoti ile. Sisi tunachosubiri kwa Mheshimiwa Rais ni kitu kimoja tu, ni kwamba namna gani sasa atapitia yale mapendekezo ambayo sisi wa Tanzania ametuahidi. Na sisi kama viongozi wa dini, kama mimi Sheikh wa mkoa wa Tabora, nimeshatoa maelekezo kwa Waislamu wangu wa mkoa wa Tabora kwamba kutokana na jinsi ripoti ilivyoeleza tume ile, nimesema Waislamu wangu wote wa mkoa wa Tabora na viongozi wangu wa dini wote mbalimbali, Wakristo, Waislamu na wapagani, tushikamane sasa kuhakikisha tunawarudia wananchi wetu, kuwaeleza na kuwajenga kwamba sasa Tanzania ni moja na nchi yetu ni moja, kwa sababu yale yamekwisha pita. Wanasema Waswahili alipotwa nini, sindwele tugange yajayo. Kwa mimi kama Sheikh wa mkoa naunga ile ripoti 100%, na nasema katika viongozi ambao Tanzania tumebahatika kuwapata ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Anatumia busara, anatumia akili nyingi, lakini kadhalika wale washauri ambao Mheshimiwa Rais anao tunawasifia sana, wanamshauri vizuri na nchi sasa imetulia. Lakini la mwisho, tunaviunga mkono vyombo vya usalama, vya ulinzi na usalama katika nchi yetu, kwa sababu yale yalotokea Oktoba 29 wamefanya kazi kubwa wale viongozi wa usalama, ulinzi na usalama, kuhakikisha Watanzania wanatulia na wanakuwa na matumaini na imani kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa nchi yetu inakwenda kuwa nchi moja, Watanzania moja, na maisha yaendelee. Tumeshapewa maagizo sisi viongozi wa dini tutumie hadhara zetu, misikiti yetu, majukwaa yetu, kuhakikisha sasa tunawajenga wananchi wetu, viongozi wetu kuwa kitu kimoja. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa tunavyoelekezwa, tunavyofundishwa, then inabidi tufuate tunavyoelekezwa na kila mtu ambaye yote ambaye katuzidi katika kiwango cha Qur'ani. Mtu yote ambaye shehe atakaye kuelekeza vizuri, inabidi ni uelekee, yani ukubali anachokuelekeza. Naambia Watanzania kwa amani ambayo inayokuwa kwa sasa, inabidi yale upita yapite. Sasa hivi tufocus na mengine, tuzidi kumuomba Mungu kwa kila kitu. Sisi kama vijana tuko tayari kuwa na subira kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwa yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyapokea katika ripoti ya tume kwa ajili ya kuja kuyatekeleza kwa vijana. Lakini pia naamini Mheshimiwa Rais yapo tayari mengi ambayo amekwisha kuanza kuyafanya kwa vijana kupitia waziri wa vijana. Kwa naamini na niwaase vijana wenzangu tuwe na subira na tuwe tayari. Naamini kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan mazuri yanakuja na mema yatakwenda kupatikana. Kwa tuwe na subira, lakini pia tuilinde amani ya nchi yetu.